Leo utakwenda kusikia ujumbe ambao utakuwa na kichwa cha umuhimu wa kuyaelewa maarifa ya kiroho. Umuhimu wa kuyaelewa maarifa ya kiroho. Na kitu ambacho naweza nikakisema katika siku ya leo ambayo tunasema ni Jumapili ya kwanza ya mwaka 2026. Yaani kama kuna mpango au kuna plani ambayo unaweza ukaipanga katika mwaka huu, katika kalenda hii ambayo tumefika mwaka 2026. Kama kuna kitu cha muhimu sana ambacho unaweza kukipanga ni kuongeza kiwango cha maarifa. Kuongeza kiwango cha maarifa. Kwa sababu una kiwango kile kile cha maarifa, alafu ukaweka mipango mipya kwa kiwango kile kile cha maarifa, ukae ukielewa kwamba hauwezi ukaifikia au ukaifanikisha hiyo mipango kwa kiwango kile kile. Kwa kadiri ambavyo mtu anaongeza mipango au anaweka plan zaidi, maana yake ni kwamba yale mipango au hiyo plani itakuwa inaweka madai pia ya kiwango cha maarifa. Watu wengi tumekuwa tunaweka mipango plan kwamba najua nikifika mwaka fulani nitaweka, unaongeza plan, lakini katika plani zako pia hakuna mpango mkakati wa kuongeza kiwango chako cha maarifa. Kuna watu wanafikiri kwamba nikifika mwaka 2026 kiwango changu sema kiwango cha kuhudumu ministry kitakwenda juu, kitaongezeka. Kiwango changu cha kazini, nataka nifanye kazi kweli kweli, nifanye kazi kitofauti. Utafanyaje kazi kitofauti? Kitakacho kufanya ufanye kazi kitofauti ni lazima upate maarifa ya ziada. Kwa sababu kwa nini haukuweza kufanya kitofauti katika mwaka uliopita? Kwa sababu ya maarifa ulionayo. Kwa hiyo maarifa ndio yana fulfill plan. Unataka kufanikisha plani mpya, unataka kufanikisha kiwango kwenda kiwango kingine, iko kiwango kitakuwa kinaweka madai ya kitu kimoja, maarifa. Na Afrika tuko hapa tulipo kwa sababu ya kuyapuuza maarifa. Afrika tuko hapa tulipo kwa sababu ya kuyapuuza maarifa. Sasa tutakuja kuona leo tunazungumzia maarifa ya kiroho, lakini maarifa yapo katika namna mbalimbali. Kwa sababu kanisani maarifa ambayo tunaweza tukayazungumzia ni maarifa ya kiroho, kwa sababu ndio sehemu yake. Lakini kuna maarifa mbalimbali, kuna maarifa pia ya kimwili au maarifa ya ulimwengu huu, lakini kuna maarifa ya kiroho au ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tutasikiliza somo hili, umuhimu wa kuyaelewa maarifa ya kiroho. Lakini pia kikubwa zaidi ambacho ninatamani katika siku ya leo, tunaposikia somo hili likaweke madai ndani yetu ya kuwa na shauku au kuwa na kiu ya kupenda au kutamani kujua au kuelewa zaidi maarifa ya kiroho. Kwa sababu kuna vitu viwili hapa. Nimezungumza kuelewa maarifa ya kiroho. Inawezekana unayajua lakini uelewi. Inawezekana unajua kitu lakini ukielewi. Sasa kujua kitu na kuto kukielewa, unakijua au ukielewi, hakiwezi kuwa na msaada kivile. Yaani kama unakijua kitu alafu ukielewi, hakiwezi kuwa msaada kwako. Watu wote mnajua kwamba hii ni computer, ni laptop, si ndio? Mnaelewa kwamba hii ni laptop, ni computer. Lakini hii computer hapa ambayo mnaiona hapa sasa hizi, kama uielewi inavyotenda kazi, kama uielewi program za huku ndani, kama uielewi namna ya kuiwasha, kuizima, utabaki tu kujua kwamba hii ni computer, inafanya kazi ya kufanya computing, lakini haiwezi kawa ni msaada kwako. Kwa nini? Kwa sababu uelewi. Kwa hiyo kule kujua kitu haitomaanisha kwamba hiko kitu kitakusaidia kama haukielewi. Na kwa utangulizi naomba nianze mambo dondoo chache ambazo zitatusaidia sana kulielewa
ili somo, umuhimu wa kuelewa maarifa ya kiroho, kwamba katika ulimwengu tuliopo, kama nilivyosema, kuna vitu vingi ambavyo inatokana tunavijua tu. Unakijua kitu fulani lakini hukielewi. Na mtu ambaye anaona umuhimu wa kukielewa kitu ambacho kiko mbele yake, aidha ni jambo au ni kitu, mtu huyo maana yake ni mtu ambaye anataka kulitawala jambo hilo, au anataka iko kitu kimnufaisha, kwa sababu manufaa ya kitu yamefichwa katika kuelewa. Kuna to know something, kuwa na knowledge ya kitu fulani. Una knowledge kwamba hiki, you are aware of something. Unajua kwamba hiki ni kitu fulani, lakini unakielewa kwamba hiki kitu ni kitu fulani. Unakielewa, ni vitu viwili tofauti. To know something na to understand ni vitu viwili tofauti. Mtu anapokijua kitu tunasema ana knowledge ya ile kitu, lakini mtu anapo understand, anapoelewa, tunasema ana understand, ana ufahamu ile kitu. Sasa tunatamani sana sisi waamini inapokuja kwenye masuala ya maarifa ya kiroho, kwa sababu ulimwengu wa kiroho pia una maarifa yake, una knowledge. Tusiishie kwenye kujua tu kwamba jambo hili ni jambo la kiroho, kujua, lakini tulielewe. Na tunapoweza kuelewa, inatusaidia kuweza kwanza imani yetu. Unajua iko hivi, kwa mfano ukitengeneza kiti, iko kiti kikatengenezwa labda na nini, na material ambayo ni nyepesi, material fulani ambayo ni nyepesi, labda kama vimitimiti fulani hivi, au ikatengenezwa pengine na udongo ambao unaona kwa sababu udongo haujakauka, katengenezwa kiti. Ukiangalia ile material ukajua kwamba ukaelewa kwamba hii hapa material haya ni mepesi, hautakuwa na ujasiri wa kukalia kwa kiti. Kwa nini? Kwa sababu kwa sababu unaelewa kwamba ile material sio imara, si ndio? Tunakalia kiti ambacho tunakalia kwa sababu tunaelewa kwamba chuma ni kigumu. Kwa hiyo kinachotupa ujasiri wa kuweza kuapply ni kuelewa. Kuapply knowledge fulani, kuapply knowledge ni kuelewa. Kama uielewi knowledge, huwezi ukaiapply. Sawa, tunajua Mungu, jina la Yesu Kristo lina ndani yake kuna uponyaji, ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna ushindi, lakini inahitaji kuelewa kwa nini kuna uponyaji, kwa nini kuna ushindi. Ukipokea tu, unajua kuna namna fulani ambapo tumeweka kwamba mambo ya kiroho, unajua mambo ya kiroho hayaeleweki, unatakiwa uyapokee hivyo hivyo, uyameze kama ilivyo. Sikiliza, mambo ya kiroho yana msingi wake. Ukielewa chimbuko, ukielewa msingi, ukielewa asili, ndio kuelewa kwenyewe mambo ya kiroho. Lakini ukilibeba kama lilivyo juu, unajua iko hivi, wakati ambapo wanafunzi wa Yesu walikuwa wakitumia jina la Yesu kutoa pepo katika zama zile, kuna mpunga pepo mmoja aliwasikia wakitoa pepo kwa jina la Yesu, wanafunzi wa Yesu, naye akataka atumie ile jina kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kuwatoa pepo, lakini lengo lake, mawazo yake yote ya kujipatia faida. Kuna wakati alitoa pepo, alimkemea pepo kwa jina la Yesu Kristo, yule ambaye anasemwa na wanafunzi wa Yesu, mtoke mtu huyu. Lile pepo likasema, Yesu, Yohana tunamjua, Yesu tunamjua, wewe ni nani? Kwa maana gani? Maana kwamba wale kule walikuwa wakisema kwa jina la Yesu, wanaelewa hilo jina, wanalielewa hilo jina. Wewe ukisema kwa jina la Yesu
kwa sababu umesikia, unajua kwamba hili jina linatoa pepo, it won't work. Haiwezi kufanya kazi, haiwezi kufanya kazi. Kwa msingi wa kuelewa ndio kunakupa authority, kunakupa kuweza kulitawala jambo, kulitawala jambo. Kwa hiyo kuelewa ni kitu cha muhimu mno. Mtu anayetaka kutawala jambo fulani ni lazima hilo jambo apate kulielewa, lazima hilo jambo apate kulielewa. Mambo ya kiroho jamani, tusije tukabeba kama tunavyosikia katika ulimwengu. Unajua bana, mambo ya kiroho hayaeleweki. Mambo ya kiroho hayaeleweki kama ukiyatafsiri katika akili au katika kanuni za kimwili, au ukayatafsiri katika maarifa ya ulimwengu. Lakini yanaeleweka kama ukiyatafsiri katika kanuni za rohoni. Kwa ukizielewa kanuni za rohoni, alafu ukilipokea jambo la kiroho unalielewa. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya kiroho yanahitaji kuelewa kwanza kanuni za rohoni, alafu jambo hilo linapotokea jambo la kiroho unaelewa. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kanuni za roho zinatenda kazi katika namna hii. Kwa mtu asije kudanganya kwamba mambo ya kiroho bana hayaeleweki. Ukiona mtu anasema hivyo ni kwa sababu nini? Anajaribu kuyatafsiri katika macho ya mwilini au katika akili ya mwilini. Unajua, katika akili za mwilini, ukizungumza kwa akili za mwilini au katika akili za ulimwengu, ukizungumza mtu anaweza akatembea juu ya maji. Haiwezekani, sababu tunaanza kuleta zile Archimedes principle. Kuna law za physics mbalimbali ambazo zinakataa kwamba ili kitu kielewe lazima kiwe na umbo fulani, kiwe na shape fulani. Kuna kanuni fulani ili kitu kipae, lazima kiweze kupambana na kuna zile law za gravity. Bone, kuna kanuni mbalimbali za uvutano wa dunia. Kwa mtu ambaye anaelewa hivyo, ukamwambia kwamba eti mtu anaweza akapaa tu hivi bila kutengeneza shape ambayo kuna kitu kinaitwa mambo ya aerodynamics, kwamba hewa atmosphere isaidie kile chombo kupaa, au kuna force fulani isaidie kukipush kile chombo. Yaani bila kuwa na hizo feature hawezi kuelewa. Sasa ukisema kwamba Yesu alipaa mbinguni, kwa mwanasayansi anakuambia how comes? Kwa ukitafsiri mambo ya kiroho kwa elimu ya ulimwengu huu hauwezi ukaelewa. Kwa hiyo nimezungumza kwamba ni muhimu sana, ni muhimu mno kuelewa vitu. Na vitu unavielewa kwenye kanuni. Ukitaka kuelewa mambo ya ulimwengu huu, jifunze kanuni za ulimwengu huu. Ukitaka kuelewa mambo ya kiroho, jifunze kanuni za ulimwengu wa rohoni. Alafu ukijua kanuni, kila kinachotokea unaweza ukakitafsiri, ukakitranslate. Ukijua kanuni za ulimwengu wa mwilini, kila kinachotokea unaweza ukakitafsiri. Kwa nini? Kwa sababu unazijua kanuni. Unaweza ukazielewa, ukakielewa hiko kitu. Kwa hiyo msisitizo wangu wa leo ni kuelewa. Umuhimu wa kuelewa maarifa ya rohoni. Maarifa ya rohoni sio kitu cha kusadikika, ni kitu ambacho kinaeleweka kutokea kwenye kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo nimezungumza mambo kadhaa hapa, lakini ninachotaka kusema hasa kwenye kichwa hichi, ukitaka kabisa unatafsiri mambo ya rohoni, lazima ujue kanuni za roho. Kitabu cha Luka 8:10 anasema hivi, akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Alikuwa anazungumza Yesu na wanafunzi wake. Kuna wakati Yesu alifundisha siri za ufalme wa Mungu, lakini akazungumza kwa habari ya mifano.
Nilizungumzia kwa habari ya mpanzi, alienda akapanda, mbegu zingine zikaanguka njiani, zingine zikaanguka kwenye miba, nyingine zikaanguka kwenye. Sasa wanafunzi wakamuuliza, hivi mfano ule ulikuwa unamaanisha nini? Ndio anawaambia, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Kumbe unaweza ukakiona kitu hivi na usione. Unajua hili Yesu alikitaja kusema kwamba wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Unaweza ukakiona kitu, jina la Yesu, watu wanalisikia, si ndio? Wanalisikia. Lakini kuna watu ambao wakilisikia jina la Yesu hawasikii jina, wanasikia utiisho, wanasikia mamlaka, wanasikia nguvu, wanamsikia Mungu wakisikia jina la Yesu. Lakini leo hii hata jina la Yesu watu wanaweza wakaimba, hata mtu yote anaweza akalizungumza. Unaona? Hata bendi za secular wanaweza kupiga, au watu wa secular wanaweza wakalitumia jina la Yesu lakini kuna mtu akilisikia jina la Yesu alioni kama jina, anaona kanuni, anaona kilichoko nyuma ya jina. Kwa hiyo akawaambia kwamba ninyi mmepewa kuzijua siri, mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu, kujua siri zake, inahitaji ulimwengu wa roho ndio uweze kukutafsiriwa. Kwamba ulimwengu wa mwili, unajua ulimwengu wa mwili unaweza ukishindwa kutafsiri mambo ya ulimwengu wa roho. Ni kitu fulani inaitwa miujiza, si ndio? Ukisema muujiza ni kitu gani? Muujiza ni kile kitu ambacho kinafanyika katika tafsiri ya kanuni za ulimwengu wa mwili, haziwezi kuzidefine. Tunasema wao ni miujiza. Kwamba ulimwengu wa mwili unataka kutafsiri kitu kilichotokea, lakini kila ukipiga calculation haziji. Kila ukiangalia kanuni za ulimwengu wa mwili haieleweki. Kwamba tushazoea kwamba ili mtu jambo hili litokee lazima iwe hivi, kikanuni lazima iwe hivi kwenye ulimwengu wetu wa mwili. Lakini inapotokea kwamba jambo hilo ukilikalkuleti kwenye kanuni za ulimwengu wa mwili, jambo hilo asema hauwezi ukapata kujua kwa nini limetokea. Ulimwengu utasema this is miracle, huu ni muujiza. Na nazungumza hivyo kwa sababu katika zama za leo kuna miujiza ambayo tunasema ni miujiza lakini sio miujiza. Mtu anatoa shuhuda, namshukuru Mungu amenitendea muujiza, nimenunua gari. Sasa umenunua gari, kwani gari kununua ni muujiza? Yaani unamshukuru Mungu amenitendea muujiza, nimenunua gari. Kununua gari, umeenda kununua gari, muujiza huu ni muujiza gani? Kwa sababu kwa mtu ambaye anaelewa kanuni za ulimwengu wa mwili, kwamba kununua gari, una pesa, unaenda dukani unatoa, kwani ulienda kununua, si ulienda kununua kwa pesa? Sasa how comes ni miracle, ni muujiza. Namshukuru Mungu amenitendea muujiza, nimejenga nyumba, muujiza. Kwa kuna vitu vingine tunavifanya kama ni muujiza, lakini ukiangalia nature iko kitu kimepatikanaje, actually sio muujiza. Principles za ulimwengu zinaweza zikatafsiri. Wewe ni mfanyabiashara, umejibudget, kuna vitu ulikuwa unavifanya mwanzoni, ulikuwa unalewa, ulikuwa unatapanya mali kwa aidha kwa uasherati. Kwa sababu Mungu amekuokoa, umeamua kustick katika unyofu. Kwa unakuta ile kutapanya kumepotea, ukaweza kufanya vitu fulani, unasema hiyo ni muujiza. Kwa muujiza, when it comes to the miracle, angalia muujiza ambayo Yesu alifanya. Samaki wawili, samaki wakalishwa kwa watu wengi, akatembea juu ya maji, akaachilia uponyaji, akafufua wafu. Yaani hiyo ndio muujiza. Kwa hiyo tunapozungumzia miracle, tusianze kuleta habari ya kwamba nimenunua nyumba, nimenunua gari.
sijui nimenunua kiwanja. That is not a miracle. Hiyo sio muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa sababu tuelewe kwamba maarifa ya kanuni za rohoni yanaposhindwa kutafsiriwa na maarifa ya kanuni za mwilini, tunasema muujiza. Na kitu ambacho nataka nikikazie hapa kama nilivyoanza kwamba kanisani tunatakiwa tufundishwe maarifa ya rohoni. Kanisani tunatakiwa tufundishwe maarifa ya rohoni. Na leo hii kanisani kumekuwa na mafundisho mengi ambayo actually ukiangalia ni kanuni za ulimwengu wa mwili. Yaani kanisa ili litembee katika mtembeo wa tofauti na ulimwengu, mkazo wa maarifa yetu lazima uwe ni maarifa ya rohoni. Maarifa ya rohoni. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba kama kanisa letu tunakuja tunafundishana vitu ambavyo kanuni za ulimwengu wa mwili. Sasa kunakuwa na tofauti gani na mataifa? Hata mataifa wakija, mbona wakisikiliza tunachokihubiri, watasema mbona kama tunafundisha vile ambavyo wanavijua. Tunafundisha vile ambavyo wanavijua. Nia yetu ya mambo ya mwilini ni kama wao. Yaani unajua kwa hivi, kama niseme kuna kitu kimoja ambacho nataka nikiseme ambacho ni cha ajabu sana. Kama ninaomba ili nipate pesa, si ndio? Nipate pesa. Maombi au mahubiri yetu ni watu tunatakiwa mpate pesa. Tunatakiwa mpate pesa. Mungu awajalie kupata hiki, awajalie kupata nyumba, awajalie kupata gari, awajalie kupata hivi. Muwe na vitu hivi. Sasa mtu ambaye ana kazi zake, ana biashara zake halali, hata kama sio halali, ana hivyo vitu, akija akisikiliza kusema mbona mnatumia njia ambayo ni hata mimi naweza nikatumia njia yangu nikapata hivyo vitu ambavyo mnavisema. Kwa lazima kanisani, sehemu ya kanisa, tufundishane kitu kinachoitwa maarifa ya rohoni. Maarifa ya rohoni. Na maarifa ya rohoni, tukifundishana maarifa ya rohoni, lazima hayo maarifa yajikite kwenye kanuni za ulimwengu wa roho. Kwenye kanuni za ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine pia ambacho nilichokisema mwanzoni, maarifa ya rohoni kama nilivyosema yaeleweke kuyachunguza. Unachunguza maarifa kwa kupitia elimu ya ulimwengu. Kienda hivyo utachanganyikiwa. Maarifa ya rohoni ukienda kwa kuyatafsiri kwa akili za kanuni za ulimwengu utachanganyikiwa. Maarifa ya rohoni unayatafsiri kwa kanuni za rohoni. Na hizo kanuni za rohoni unazijuaje? Unazijua kwa kupewa na Roho mwenyewe au kwa kufunuliwa na Roho mwenyewe. Sababu Roho anapokufunulia jambo, anakufunulia kutokea kwenye kanuni. Anakufunulia kutokea kwenye kanuni. Kwa unapoelewa kanuni ambazo tumefunuliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, maana yake ni kwamba ni rahisi kuweza kuyatafsiri mambo ya rohoni. Kwa unataka kuweza kuyaelewa maarifa ya rohoni. Unajua bado nazungumza tu maarifa ya rohoni, mfano wake sijatoa, lakini nataka tuelewe. Ukitaka kuyaelewa maarifa ya rohoni, lazima kwanza uzielewe kanuni. Na unazielewaje kanuni? Kanuni ni Roho Mtakatifu anakupa, anakuelekeza, anakufunulia. Roho Mtakatifu ndiye anayekufunulia. Nataka tusome maandiko kidogo ambayo ni marefu kidogo. Alafu hapa tutakaa kidogo hapa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2 kuanzia mstari wa 4. Anasema hivi: na neno langu na kuhubiri kwangu. Alikuwa anazungumza Paulo, amewaandikia waraka huu wa Korintho. Anasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu,
bali kwa dalili za Roho na nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Sema, walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala hao wanaotawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambao wenye kutawala dunia hii hawajui hata mmoja, maana wangaliijua wasingamsulubisha Bwana wa utukufu. Sema, lakini kama ilivyoandikwa, Mungu mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandikia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna ayafahamwe ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno tuliyofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yaliyofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulika kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni hutambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani anayefahamu nia ya Bwana amuelimishe? Lakini tunayo nia ya Kristo. Paulo alikuwa anazungumza hapa, amezungumza mambo mengi sana, lakini ukiangalia hapa anazungumza kwa ujumla, kwa maana kuna hekima ya wanadamu, alafu kuna hekima ya Mungu, alafu anazungumza mambo ya rohoni, anazungumza pia na mambo ya mwilini. Lakini pia hapa anazungumza mambo ya mwilini yatafsiriwa na roho zetu, lakini mambo ya rohoni, roho katika ulimwengu wa roho wa Mungu yanatafsiriwa na Roho wa Mungu. Hakuna namna ambavyo unaweza ukayatafsiri mambo ya rohoni kwa roho yako, isipokuwa Roho wa Mungu akupe tafsiri, akupe tafsiri. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba dunia hii haiwezi kayaelewa mambo ya rohoni, na ndio bali inayaona ni upuuzi. Unajua, kwanza kabisa ili uweze kuyaelewa mambo ya rohoni lazima uwe tayari, uwe na utayari. Mungu anachohitaji katika maisha yetu ni nini? Ni utayari. Unajua iko hivi, kuna kitu kimoja miaka ya nyuma, unaweza ukasoma maandiko hivi, unasoma uelewi, unaamua kuacha. Unasoma maandiko, si ndio? Unasoma uelewi, unaamua kuacha. Nakumbuka miaka ya nyuma nishapitia hiyo moment. Unasoma kwa mfano kitabu cha Ufunuo. Kiangalia kitabu cha Ufunuo unaona maluelue. Yule aliyempanda farasi, sijui amevaa joho jeupe, upinde umeandikwa Bwana wa mabwana, sijui akatoka farasi mwekundu, sijui mara akarusha moto. Ukiangalia unaona kama ni mapicha hivi, si ndio? Sasa kwa mtu ambaye akiangalia anaamua kuacha. Lakini mambo ya rohoni, kutaka kuyaelewa mambo ya rohoni, lazima uwe tayari kueleweshwa na Roho mwenyewe Mtakatifu. Kueleweshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatufundishaje mambo ya rohoni?
anatufundisha kupitia mafundisho kama haya tunayoyasikia, lakini pia tunapomwambia. Unajua, unapokuwa na kiu, unapotengeneza kiu ya kuelewa, unamwambia Roho Mtakatifu, hebu nisaidia. Unajua, changamoto nyingine pia sisi waamini ile concentrate kwa kusema kutoa room kwa Roho Mtakatifu kutafsiria. Nazungumza nini katika hili? Kwamba ikitokea labda mtu anasolve mahesabu, si ndio? Akienda akaona kama haelewi, anaanza upya, si ndio? Kama ni pepa mtihani, au kama ni jambo fulani la maisha, ameenda hivi, anaona kwamba kila nikifanya linakwama, anakaa na tafakari, si ndio? Kutafakari kule ndio kunatoa room ya sema ndani kuweza kuprocess, lakini si mambo ya rohoni. Hauwezi ukasoma alafu ukatafakari, na hapo ndio tunakosea. Unataka ukisoma uelewe kama unasoma gazeti, haiwezekani. Najua Daudi alikuwa anasema, sheria yako, neno lako ndiyo tafakari yangu. Your word is my meditation, your laws are my meditations. Yani sheria yako, neno lako ninalitafakari mchana na usiku. Hivi tunatafakari kweli? Tunatafakari maneno ya Mungu mchana na usiku? Au ukisoma uelewe, unafunga mbali, sema haya mambo bana uweze kuyaelewa? Kwa sababu mtu ambaye anasoma alafu anatoa room ya kutafakari, au anasikiliza alafu anatoa room ya kutafakari, either ametake note alafu akatoa room ya kutafakari, mtu wa namna hiyo yupo katika nafasi kubwa ya Roho Mtakatifu kumuelewesha kuliko yule ambaye anasoma kama gazeti afu yaani mambo ya ulimwengu huu tuna struggle kweli kuyaelewa. Na wakati mwingine unapania, una tutorial fulani nazifuatiliaga, unaweza ukakaa hata masaa mawili, kuna kitu fulani tu unakijaribu, kila ukijaribu kiangalia wapi, kila ukijaribu unakuta masaa mawili una struggle na hapo hiyo kielewa tu. Kwa mambo ya ulimwengu huu tunatoa room kweli na utulivu kuweza kuyaelewa, ila mambo ya mwilini hatuhitaji tusikie Roho Mtakatifu akituelewesha. Lakini kutafakari neno la Mungu, kulitafakari neno la Mungu, ndio kunatoa room ya Roho Mtakatifu kuweza kutupa tafsiri. Ukisoma maandiko hivi unatafakari nini? Sababu usipotoa room ya kutafakari, ukafikiri kwamba mambo kuna kiwango utafika, sawa, kuna kiwango kinafika, ule muda wa kutafakari unapungua. Kwa kadiri ambavyo kuna mambo utakuja kuyaona huko, ukishaelewa baadhi ya misingi ya kimaagano, ukamuelewa tabia ya Mungu, ukaelewa asili ya Mungu yukoje. Kwa hiyo yale mambo yanakusaidia katika kukuleta katika tafsiri sahihi. Kwa hiyo anazungumza hapa Paulo, neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa katika maneno yenye kushawishi akili za watu, au kuishawishi akili za watu, maana yenye kueleweka kwa maarifa ya ulimwengu. Sababu ukizungumza vitu ambavyo vyenye kueleweka na akili za ulimwengu au maarifa ya ulimwengu, baki kwamba automatically ita connect kwa haraka. Najua neno la Mungu wanaolielewa ni wale ambao wanazijua kanuni za ulimwengu wa roho. Na ndio maana ni muhimu sana tunapookolewa tusiishie tu kwamba tumeokolewa tunavitumia vitu tunavyoambiwa tutumie, kama tumepewa sasa hivi ndio mambo mdebwedo, sasa hivi ndio mambo marahisi kweli kweli, mafuta sio nini tunapewa hivi tukavitumia. Mungu ametuachia jina lake,
lakini lazima tujue kwa nini Mungu ametupa hilo jina. Kuna mamlaka gani ndani ya hilo jina? Kwa sababu jina la Yesu, niseme hivi, jina la Yesu lina nguvu, lina mamlaka, lakini under a certain condition. Ukilitumia ndani ya kanuni na kusudi la Mungu, yaani uweze ukatumia jina la Yesu kuua watu. Ukatumia jina la Yesu kuua watu. Yesu amesema nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sikuja kuhukumu ulimwengu. Sikuja kuangamiza ulimwengu, bali kuokoa. Alafu unatumia jina lake kufanya. Kwa hiyo lazima tuelewe, unapoelewa kanuni, unapoelewa nature ya Mungu, unapoelewa alafu katumia kile cha kimungu sawa sawa na vile ambavyo alivyo Mungu, ndio inakuwa sema nini? Inakuwa inatenda kazi. Kwa hiyo maarifa ya kiroho yanategemea sana na kanuni za kiroho. Na hapa Paulo hapa amesema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote. Ametufunulia sisi kwa roho. Kwa hiyo kufunuliwa nje ya Roho Mtakatifu hauwezi ukafunuliwa mambo ya kiroho. Na ndio maana msaada ambao unaupokea baada tu ya kumpokea Yesu Kristo, sisi waamini tuna Roho Mtakatifu ana take control ili kutusaidia katika dini, kuanzia kwenye mafundisho, maandiko tunapoyasoma na tunapotafakari. Roho Mtakatifu anasema na sisi ndani. Na Roho Mtakatifu anasemaje na sisi ndani? Ni mawazo tu, unasikia tu kwamba papa unaelewa. Unatafakari kumbe ni hivi. Sasa inakuwa ni akili zako tu. Yaani sio kwamba kuna kitu kingine cha tofauti kinasema na wewe, hapana. Lakini unakuwa tu unapata kuelewa ndani. Kwa sababu Roho Mtakatifu anaposema na wewe ndani, anazungumza katika fikra zako. Na akizungumza katika fikra zako, hautaona kitu cha tofauti zaidi ya kwamba fikra zako zimeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Unajua mambo ya kiroho. Wale ulimwengu mwingine wanaelewa. Kwa mfano wewe nikutoe mfano, ukienda bara sehemu ukakuta kuna nazi, vifuu, kuna vitu vimewekwa sehemu. Ukipita tu hii kitu kilichofanyika hapa ni kitu cha sijui. Kwa nini unafikiri? Kwa nini una note hivyo? Kwamba hiki kilichofanyika hapa ni kitu cha kiroho. Unafikiri ni kwa nini? Wakati mwingine hata ukitegesha tu vitu ambavyo umevitegesha. Kategesha sehemu tu, sijui vitu viwekeweke. Chukua lidude jekundu, ulifunge, ulishone vizuri kama uliweke sehemu. Watu wataogopa kweli. Au ukitaka ulete taharuki mahali. Wenda kwenye ofisi ya mtu. Shona lidude jekundu kama lini, afu na madude meusi nini. Afu yaandike maneno. Kama unafanya tu, unasema kama unafanya nini? Unataka upime roho za watu. Alafu kaweke pale. Watu hawatolala. Nini? Kwa sababu wamesikia, wameambiwa, wameaminishwa, wameona kwamba ukisikia kitu cha namna, ukiona kitu cha namna hii, ujue hapo kuna mchawi au kuna mambo ya kishirikina yamefanyika. Kwa ukiweka mazingira ya namna hiyo, yaani utaleta taharuki. Kama ni maombi, bibi ataleta kafunga kavu yani 3. Kashindia uji. Nini? Ameona anakuja kuingiliwa kwenye eneo lake. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hayo kwa nini? Nimesema hayo kwa sababu mambo ya rohoni unayapata kuyaelewa na niseme hivi, unajua kwa nini wakati mwingine watu wanakuwa ni waoga kwa mambo ya ibilisi? Kwa sababu unakuta mawazo ya ibilisi yanatenda kazi ndani yao. Tayari kuna mawazo ya ibilisi yalishakaa ndani yao. Yalishakaa ndani yao. Kwa ile mawazo ya ibilisi ya kujua kanuni za ibilisi, pengine ukiona hivi, na mbaya zaidi nataka kusema hivi, hata kanisani tumekuwa tukifundisha
mawazo ya Ibilisi. Utasikia watu wanafundisha sijui namna ya wachawi sio wanafanya vipi, namna wachawi wanavyofanya sijui wanapo hivi. Ukiona sijui hivi kuna mafundisho ya kishirikina, mambo sijui ya nyota, mambo ya Sasa ukishaona vitu vya namna hiyo vinapandikiza ndani yako, kwanza ukishajua kanuni za gizani unakuwa sensitive na mambo ya gizani. Kwa hiyo ukiyaona unakuwa unadaka mapema, si ndio? Alafu ukishadaka mapema inakutengenezea kuna kitu unajiza uoga. Mungu hakutaka tujue mabaya, ile kujua mema na mabaya. Mungu anataka tujue mema tu, sababu ukijua baya litakutesa. Na moja ya kitu ambacho kinawatesa waamini ni yale mabaya ambayo waliyajua mwanzo. Unajua, niseme hivi kitu kimoja, ni heri kujua kwamba kama ni kitu labda kama chakula hiki, ukijua chakula hiki ndio ladha yake, hii ndio namna ya chakula. Siku ukijua kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, hiki utakiacha, si ndio? Utakiacha. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mema tu, yaani usijishughulishe na mambo mabaya, usijishughulishe na kujua mambo mabaya. Kwanza ukijua mambo mabaya yatakutesa, yatakuingiza katika utumwa wa fikra. Utaanza kupambana na vitu ambavyo pengine haukupaswa kupambana navyo. Kwa sababu nini? Sio nafasi yako wewe kupambana navyo. Tayari yuko ambaye Mungu ambaye anasimama kukudefend. Hiyo kuna namna ambavyo sisi waamini tunaweza tukashughulishwa ili tusikae katika kusudi, na ndio kusudi kubwa hasa la Ibilisi, kwamba tukae katika maombi, tukae katika mikesha, mifungo, kuanza kuvunja sijui roho za mababu, kuanza kuvunja sijui roho za kufanya nini. Kwa nini tunaanza kukaa katika maombi badala ya kuombea kazi ya Mungu iendelee mbele, baada ya kuombea watu waokolewe? Tunaanza kushinda usiku kucha kwenye maombi, tukianza kuvunja sijui roho za giza, roho za wachawi, sijui roho za kufanya nini. Nani amekwambia kwamba hao watu wana nguvu? Ni mafundisho. Kuna maarifa ya kiroho uliyapokea, ambayo mafundisho yakabadilisha mtazamo wako, yakufanya uwe sensitive katika hayo. Ndio maana nikasema kwamba ukiona kuna vitu vimefungwa vikawekwa hapo, unaweza ukafanya maombi mwezi mzima. Nini? Kuna watu walikuja kunifanyia mambo ya nani alikwambia? Nani alikwambia haya mambo kwamba vikiweka vitu fulani hapo, hivyo vitu ni vitu hatari, vinaweza vikakukula, si ndio? Unaweza bana, hivi vitu vilivyowekwa hapo, yale mambo aliyofanya pale, yale mambo ni hatari. Kwa hiyo ninataka kusema nini? Nataka kusema ni kwamba ni muhimu sisi waamini kujua mambo yetu sisi kama waamini, mambo yetu sisi waamini, au kumjua Mungu wetu, kujua kanuni zetu. Hatutaki tujue mambo mengine. Katika ulimwengu wa roho kuna ulimwengu wa roho wa giza, kuna ulimwengu wa roho wa nuru. Tutakuwa tujue nuru. Unajua, ukijua nuru, giza haliwezi likakutisha, si ndio? Ukijua nuru, uweza wa nuru, nguvu ya nuru, yaani giza haliwezi likakutisha. Lakini ukijua yanayotendeka gizani, kwamba katika giza kuna uwizi, kuna ukabaji, kuna ubakaji, katika giza kuna vibaka. Ukishajua mambo yote hayo yanakutisha. Ukishaona giza unaanza kuogopa, si ndio? Lakini ukijua kwamba nuru ina uwezo wa kulifukuza, sababu nuru inapowaka giza lina mezo, utakuwa na haja ya kuogopa ya gizani. Ukijua kwamba ndani ya Kristo Yesu ninalindwa, ndani ya Kristo Yesu nina ulinzi kamili, ndani ya Kristo Yesu ninapokea msamaha wa dhambi, ndani ya Kristo Yesu mimi ni mwana wa Mungu, ndani ya Kristo Yesu ninarithi zile baraka ambazo Mungu alimwahidia Ibrahimu, ndani ya Kristo Yesu nina uwezesho wa roho wake. Hauwezi ukaanza kuogopa. Hasema kugusa yeye agusa mboni ya jicho langu. Sasa ndani ya wewe uko ndani ya Yesu Kristo, alafu umesikia mafundisho. Kuna siku moja nisikia mafundisho, yaani kuna siku moja nilisikia mafundisho mpaka leo nayakumbuka, alafu ya chef kweli. Misha anafundisha kwamba bana, kuna mchungaji alienda
kufungua huduma mahali kwenye kijiji fulani. Alivyoenda kufungua kwenye kijiji fulani mahali pale, akafika pale kafungua kanisa. Alipofungua kanisa, mara mchungaji wa kwanza akafa. Akaja mwingine tena, akaja akaendelea hiyo kazi, akaja akafa. Akaja watatu tena, akaenda akaja akagundua kwamba pale sehemu ambapo wameanzisha huduma pale, walipofungua jenga hiyo sehemu ya kanisa, kuna mtu kafukiwa pale, alifanyiwa mambo ya akawa na wasii kwamba mnajua lazima maeneo yenu myalinde, maeneo yenu mtu usikubali tu mtu anakuja. Nikasema hii ni mambo gani? Kwamba hata wachungaji kwamba wanaweza mchungaji ambaye Yesu Kristo amemtuma, alafu kuna mtu anakuja anafanya vitu sio maana ndio knowledge anaipanda katika akili za watu, na watu tumekaa pale tunasikiliza. Nikasema kweli kwamba unatukuza ufalme, kwamba giza linaweza likafanya mambo likamuondoa mtumishi wa kwanza, likamuondoa mtumishi wa pili, alafu Yesu yupo tu anaangalia nini. Kuna vitu vilifanyika. How comes? Kwa kuna mafundisho tukiyasikia yanatengeneza msingi wa imani, kudhoofisha kwamba tuone kwamba sisi katika Kristo kuna kujitahidi kuweza kulishinda giza. Yaani sisi ni wana wa nuru, alafu bado tena katika Kristo Yesu tunajitahidi kupambana na nuru. Baada ya giza lituogope sisi, eti sisi ndio tunapambana na giza. How comes? Hivi toka lini mwanga ukapambana na giza? Mwanga ukiwaka giza linatoweka, si ndio? Linatoweka. Lakini tufanye mfungo mara 3, maadui zetu waanguke. Hao maadui kwanza wanapataje hiyo access? Yaani mpaka wanapataje hiyo access katika ulimwengu? Yaani unajua kuna vitu vingine mnasema hivi, waamini kwenye ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa mwili mtu akija kimwili, kuwa makini. Wakati mwingine kimbia. Yesu mwenyewe kuna wakati ambapo walikuwa wanataka kumwataki kimwili, akasepa, akakimbia na mawe. Lakini ukija kiroho umesema nini? Umebugi. Yaani ukitaka ukosee kwa muamini ambaye anaelewa nafasi yake, anamtambua Kristo Yesu aliyemwokoa na mamlaka aliyompa. Ukitaka ubugi, uje kiroho. Ukija kimwili, dawa ujipange. Lakini anayekuja kimwili uwe naye makini. Ndio maana hata Yesu mwenyewe wakati mwingine alikuwa anataka wampige mawe akachomoka. Sababu unapokuja kimwili lazima uwe makini. Lakini katika ulimwengu wa mwili nasema ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Katika mwili kitu ambacho kinatulinda ni nini? Ni hekima. Hekima ni ulinzi, si ndio? Hekima ni ulinzi. Namna utakavyo interact, utakavyoongea. Sababu ulimwengu wa mwili ili uweze kukushinda unahitaji kitu gani? Unahitaji loop, unahitaji nafasi, fursa ya wewe ukosee, aidha katika ulimi, aidha katika matendo, ili upate uhalali. Lakini tunapoangalia sisi waamini mambo katika ulimwengu wa roho, lazima tujitambue, tujielewe sisi ni wakina nani. Tuelewe sisi ni wakina nani. Sasa kuelewa sisi ni wakina nani ndio maarifa ya rohoni. Ndio maarifa ya rohoni. Na nikisema maarifa ya rohoni, ni maarifa ya rohoni katika ulimwengu wa nuru. Sababu katika ulimwengu wa roho kuna maarifa ya rohoni katika ulimwengu wa giza. Ukiyapokea hayo yatakufanya uyaone, uyatukuze. Yatakufanya uyaone kwamba ni yanaweza kufanya vitu fulani ambavyo ni, yaani mtu akikujia katika ulimwengu wa roho, akikujia kutoka katika ulimwengu wa giza, mwache tu aje. Hawezi akafanikisha. Lazima tukae tuielewe jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tuangalie mambo ya kuzingatia ili kuyaelewa maarifa ya kiroho ya Mungu. Mambo ya kuzingatia. Kuna mambo ya kuzingatia ili kuweza kuyaelewa. Nimeshatoa dondoo kidogo, lakini ukitaka kuyaelewa
maarifa ya kiroho ya Mungu, kutaka kuyaelewa, ni kitu cha muhimu sana kukaza katika kumjua na kumfahamu huyo Mungu anayeachilia hayo maarifa. Kwa sababu iko hivi, maarifa katika ulimwengu wa roho yanakuwa thabiti, au unaweza ukayaelewa tu pale ambapo unamuelewa yule aliyetoa hayo maarifa, Kwa hiyo usijikite kwenye kuyatafsiri yale maarifa, ila anzia kwanza kwenye kumjua yule ambaye ameyatoa yale maarifa. Ninamaanisha nini? Kwamba kuna maelekezo fulani yametolewa, maelekezo ya kiroho. Kwa mfano leo hii naweza nikawaambia jamani, sasa hivi kwa mfano tuchukulie mfano sasa, ndio mafundisho ambayo tunayasikia kanisani. Bana, sasa hivi tunapitia upinzani mkubwa kweli, lazima tufunge, tuombe kwa ajili ya upinzani katika ulimwengu wa roho tunaopitia. Upinzani wa watu ambao wanafanya mambo ya giza, wanatuma mapepo ili kuathiri kazi yetu. Kwa tuombe kwa ajili ya. Sasa lazima wewe, kwa sababu unamuelewa Mungu. Ukimwelewa Mungu jinsi alivyo. Mungu ni Baba. Cha kwanza, Baba maana yake ni nini? Baba, moja ya taskia muhimu ya Baba ni kudefend territory yake, ni kulinda mipaka yake, ni kulinda familia yake. Hivi toka lini mtoto ndani ya nyumba, baba yuko ndani ya nyumba, alafu eti mtoto anapambana? Yaani mtu wa kwanza kutoka kama kuna jambo lote limetokea ni baba anatoka. Ni baba anatakiwa atoke. Sasa ukishaona maarifa hayo kwamba kuna upinzani tunaopitia, upinzani wa watu wanatuloga. Ukishasikia tu vitu kama hivyo, ukishasikia tu hayo maarifa, lazima unaanza kuyatranslate kuanzia kwenye Mungu. Mungu ana sifa gani? Mungu ana tabia gani? Mawazo ya Mungu yakoje? Alafu ukishamjua Mungu, tabia yake na sifa yake, ndio unaanza kutafsiri hayo maarifa ambayo umepewa uyatekeleze. Kwa hiyo ili kuelewa maarifa ya kiroho ya Mungu, lazima kwanza kabisa uelewe tabia ya Mungu na mawazo yake. Yeremia 9:23 anasema, Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu yake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifu kwa sababu hii ya kuwa ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Anazungumza hapa kwamba ukitaka kujisifu, ujisifu katika jambo gani? Ujisifu katika jambo gani? Kwa sababu unamjua na kumfahamu. Sio unajua na kuyafahamu maarifa ya Mungu. Unajua kuna namna fulani ukiwa unajua kwamba wakati mwingine tunajisifu kwamba sisi ni waombaji sana, tunajisifu sisi tunaimba sana, tunajisifu sisi tunahubiri sana, lakini hayo hatupaswi kabisa kwa sababu unaweza kuhubiri kitu ambacho sio kinamwakisi Mungu mwenyewe alivyo. Unaweza kuhubiri kitu ambacho akiakisi alivyo Mungu. Unaweza ukaimba kitu ambacho akiakisi alivyo Mungu. Kwa hiyo katika maarifa yote ya kimungu lazima yatokee kwanza kwenye kusema ile tabia ya Mungu, kwenye ile tabia ya Mungu, kwenye yale mawazo, nia yake, alivyo Mungu. Kwa hiyo maarifa yote tunasema ya kimungu, maarifa yote na maelekezo yote ya kimungu, lazima cha kwanza kabisa tumjue Mungu ana tabia gani, ana sifa gani. Ukisha jua hapo, chochote kinachokuja unakipima kwa alivyo Mungu.
Uwezi ukatoa maombi hapa ya kuangamiza maadui, si kuangamiza wakina nani, na wakati Mungu anasema anatuvumilia, anavumilia watu wote, ili nini? Wote waifikirie toba. Mungu hapendi mtu yote apotee, bali kila mmoja. Sasa akiwaangamiza, je, inakuwaje? Akiwaangamiza inakuwaje? Anasema Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Alafu uelewe kwamba Mungu jinsi alivyo, Mungu aliupenda ulimwengu. Akisema kwamba Mungu aliwapenda wale ambao wamemcha. Anasema Mungu aliupenda ulimwengu. Na akisema aliupenda ulimwengu, maana yake nini? Ni watu wote. Kwa nia ya Mungu siku zote ni hata wale ambao bado hawajaamua kumfuata yeye, anawapa nafasi waweze kufanya nini? Waweze kumgeukia. Alafu wewe unakuja na wazo ambalo hilo wazo ni lenye kuangamiza hao watu. Ujue kabisa kwamba hiyo, kwa sababu sio tabia ya Mungu, sivyo alivyo Mungu, sio mawazo yake, sio idea ya wokovu wake katika ulimwengu. Uelewe kabisa kwamba iko ambacho unakisema kwamba hayo maarifa ya kwamba tuombe maombi ya kuangamiza maadui, tuombe maombi ya ujue kabisa iko unachokifanya ni maarifa, lakini hayo maarifa sio maarifa ya Mungu, kwa sababu sivyo alivyo Mungu. Kwa katika kumjua, katika kumfahamu na kumjua Mungu, ndiko ambapo unaweza ukajisifu, kwa sababu ukishamjua na kumfahamu Mungu, maana kwamba chochote kinachokuja unaweza ukakipima. Kuna watu wanakujaga hapa wanataka kurekodi, lakini ukiuliza kwa nini unataka kurekodi, sababu ambazo unazisikia yani wakati mwingine unakaa unaona sio kwa sababu ya Mungu. Sio kwa sababu ya Mungu. Ila unakuta ni kwa sababu tu ya either ni matamanio au kwa sababu ya anataka kuwa kama fulani, anatamani kujulikana. Sasa mimi huwa nasemaga kitu kimoja hivi. Mimi siwezi kuwadisi kwamba nasema bana hao wanakosea. Kuna wakati mwingine katika kanisa ni muhimu. Na nisema hivi tu nielewe. Yaani kama mtu anafanya vitu ambavyo anaamini vya kimungu katika kanisa, si ndio? Anafanya vitu vya kimungu, anafanya vitu ambavyo katika namna yake ile kanisani anafanya, pengine anaimba, hata kama sio katika imani. Umeona? Hata kama sio katika imani au katika njia sahihi, mtu namna hiyo ni heri, ni bora aendelee kudensi tu huku as long as yuko katika nini? Katika boma. Hata kama akifanya katika namna ya ujinga, ni heri tu aendelee tu yaani nataka kusema ni hichi. Ni heri mtu amsifu Mungu hata katika namna ya sio ya imani, lakini yupo ana hang out around. Yaani mtu anamwambia hiyo it's better kwa sababu hayuko mbali. Yuko mbali na falme wa Mungu. Kwa hiyo si discourage mtu akirekodi, akifanya nini, it's okay. It's better, it's okay. Ni sawa. As long as hayuko anachokifanya anakuwa na pengine katika hiyo nisema hiyo safari ya kustruggle kutamani Mungu anaweza huko kwa akaweza kumsema ile nuru ya injili kapata kuweza akatajua kwamba kumbe mwanzo nilikuwa naenda katika namna ya kitoto. Kwa hiyo sio kama na discourage, lakini ninachotaka kusema kwamba katika kumjua Mungu alivyo ndivyo unaweza kuyapima maarifa yote ya kimungu. Sema Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Yohana wa kwanza 1 kuanzia mstari wa 7 sema wapenzi mpendane kwa kuwa Mungu ni pendo. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo ukishaelewa tabia ya Mungu ni upendo, hiyo ni mfano tu. Kila kinachokuja unakipima. Unakipima. Maarifa haya kama yamevuviwa na upendo wa Mungu. Jambo hili, maelekezo haya ninayoyazungumza, kama yamevuviwa na upendo wa Mungu, najua hiki kitu, sifa ya kwanza, Mungu ni upendo. Kwa maarifa haya ni ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe.
Jambo la pili, na nataka nimalizie hapa, muda umeshaenda. Jambo la kuzingatia ili kuweza kuyaelewa maarifa ya kiroho. Jambo la pili ni kuelewa misingi ya kimaagano, kuelewa mambo ya kimaagano. Unajua, kwa mfano kuna maarifa ya kiroho ambayo wakati mwingine tunayachukua katika agano hili la kale ambalo lilizaa agano la Torati. Yaani katika agano, kila agano linapofanywa linazaa kitu kinachoitwa sheria. Yaani ukifanya agano, kitu ambacho kinachotengenezwa hapo, kinatengenezwa, hilo agano lazima lizalishe kitu chochote sheria. Katika agano la kale au lile agano ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli kwa mkono wa Musa, lilizalisha kitu kinachoitwa sheria, inayoitwa sheria ya Torati. Hiyo sheria ilikuwa ina maelekezo mle ndani, na maelekezo yale ndio yalikuwa yamefanya au yameweka masharti ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Ina nilio haitoi baridi Bwana Yesu asifiwe. Umeweka feni nafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba nini? Nilichokuwa nataka niseme ni kwamba yaani katika ulimwengu tunaoishi, Mungu ili aweze kuhusiana na mwanadamu katika ulimwengu huu anahusiana kupitia agano, kwa sababu agano ni kitu ambacho kinazaa mahusiano, kinazaa mapatano, kinazaa mahusiano ya kimashirikiano. Yaani ili Mungu ashirikiane na sisi lazima iwe ni kwa njia ya agano. Sasa lile agano linapofanyika linazaa sheria, na hiyo sheria inakuwa ina maelekezo, na mtu akikaa katika ile sheria au yawe maelekezo, maana kwamba anakuwa ana haki ya kuaccess ulimwengu wa roho wa Mungu. Kwa hiyo unapozungumza maarifa ya kiroho, lazima hayo maarifa yawe yana msingi wa kimaagano, kwa maana kwamba ukisikia maarifa fulani ujue uweze kupambanua haya maarifa yananielekeza mimi kutokea kwenye agano lipi. Haya maarifa, kwa mfano katika agano la kale, si ndio? Nikianza kusema jamani, tuanze kutoa sadaka hapa za mavuno ya wazaliwa wa kwanza, nikianza kusema sadaka ya mavuno ya wazaliwa wa kwanza, hayo maarifa ni moja kwa moja walielekezwa wana wa Israeli kwamba mavuno ya kwanza ya wanyama na mifugo lazima yatapelekwa mbele za Bwana. Ilitolewa, ilikuwa ni sheria lazima. Na katika nikianza kusema hapa jamani, tutengeneze madhabahu hapa, mlete wanyama tuwachinje, tuwateketeze, tutoe sadaka ya kuteketezwa kwenye madhabahu, nikitoa maelekezo automatically utatikitap. Katika agano la kale ndio walikuwa wanatoa wanyama, wanachinja damu, wanawateketeza kwa moto, si ndio? Ukaanza connect moja kwa moja kule. Sasa unapopata maarifa yoyote ambayo yanasemekana yeye ni maarifa ya kiroho, lazima uanze kuya trace back hayo maarifa ambayo unayatafsiri au umetafsiriwa. Maarifa hayo yana msingi gani wa kimaagano? Yana msingi gani wa kimaagano? Nikianza kusema hapa sasa, unajua ili upokee msamaha wa dhambi lazima ulete sadaka ya msamaha wa dhambi, sababu katika agano la kale walikuwa pia wanapeleka sadaka ya utakaso, kulikuwa kuna sadaka ya ukombozi. Nikianza kuanza kusema hapa jamani, leteni sadaka za kukombolewa, kuokomboa sijui wazaliwa wa kwanza, leteni sadaka sijui ya kukomboa sijui familia yako, leta sijui sadaka ya kukomboa sijui kazi yako, leta sadaka sijui ya kukomboa sijui nini yako. Nikishaanza kusema mambo hayo,
Hayo maarifa sawa, ni maarifa ya kiroho, lakini maarifa hayo lazima uyaangalie hayo maarifa, kwamba maarifa hayo yanalizungumzia agano gani, kwa sababu katika Agano la Kale kuna maarifa au kuna maelekezo yalitolewa. Sasa ukianza kuchukua maarifa ukaya-apply leo hii, na kati wewe ni mwana ambaye umezaliwa upya katika Agano Jipya, unakuwa nini? Umetumia maarifa ambayo sio sahihi. Kwa kuna maarifa ya kiroho ambayo yako outdated. Kuna maarifa ambayo yako ambayo sio sahihi. Yakiwa outdated pia, maana kwamba ukia-apply tunasema umeliwa. Ukianza kutoa sadaka ya ukombozi wa familia, sadaka sio ya ukombozi wa ardhi, sadaka sio ya ukombozi wa nyumba, sadaka sio ya ukombozi wa nini, ukikaa katika maarifa ya namna hiyo, maana kwamba umeliwa. Nini? Kwa nini umeliwa? Kwa sababu haya-apply sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kuzingatia agano ambalo linabebwa na hayo maarifa ambayo pengine umeambiwa kuyafanya. Sasa kwa kumalizia, umuhimu wa somo hili ni nini? Kama nilivyosema mwanzoni, tumeanza mwaka huu, si ndio? Tumeanza mwaka mpya. Inawezekana una plani, una mipango pengine ya kihuduma. Pendwa, una plani bana, ministry niende kuwa advanced. Siku hizi kuna mambo ya advancement ya huduma. Tunakuwa na vitu kama hivyo, kwamba bana, mimi nataka advancement ya huduma. Na advancement ya huduma wakati mwingine tumeyaweka, mtu akiwa sijui na una venue kubwa, una vifaa vya kisasa, ni advancement ya huduma. That is not advancement. Hiyo si advancement. Nimerekodi nyimbo ndio advancement ya huduma. Nimerekodi hiki, nimefanya hiki, ndio advancement ya huduma. That is not advancement. Hiyo si advancement. Advancement ya huduma ni nini? Ni wewe mwenyewe kwanza, kiwango chako cha kumjua Mungu ambaye unamtumikia, lakini ile namna ya wewe kumruhusu Mungu kusema na watu, hata kama ni mtu mmoja. Kama unazungumza na mtu mmoja, alafu huyo mtu akawa transformed na Mungu mwenyewe. Kama mwanzoni haukuwa na hiyo, sema na hiyo iko kiwango kwamba nilikuwa nafundisha sawa, lakini watu ile kubadilika na kumuelewa Mungu ambaye ninamwamini mimi ilikuwa sio katika kiwango kile. Ikatokea kwamba yule Mungu ninayemhubiri, ambaye na mimi naendelea kujifunza habari zake, watu wakamuona katika kiwango hiyo, tunasema wewe umesogea hatua nyingine. Kwa advancement ya huduma sio material, sio mavenue. Advancement ya huduma sio vitu, sio skills. Advancement ya huduma sio skills, sio vitu. Advancement ya huduma au kusogea hatua nyingine kihuduma ni kuona Mungu anakutumia wewe kujifunua kwa watu wengine. Watu wanamuona Mungu katika upeo ambao hawakuwa wanamuona Mungu mwanzoni kupitia wewe. That is advancement. Hiyo tunaweza kusema ni advancement ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapowaza kwa habari ya kusogea hatua nyingine katika ministry, maana ni kwamba namna ya kuweza kuyaelewa maarifa ya kiroho, lazima tuweke hiyo plan, kwamba lazima tunaposikiliza mafundisho, tunaposoma maandiko, tuweze kumuelewa au kumuona mwana wa Mungu, tuweze kumjua mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu katika zama hizi ameamua kujifunua kupitia mwana. Tunaposoma maandiko tuione neema ya Mungu. Tunaposoma maandiko tuone upendo wa Mungu. Tunaposoma maandiko tuone wokovu wa Mungu. Tunaposoma maandiko tuone alivyo Mungu. Ukiona unaona tofauti na hivyo, ujue unaangalia maandiko vibaya.
ukisikiliza mafundisho ambayo hayamuoneshi jinsi Mungu alivyo, ujue kwamba unaweza kusikiliza maelekezo ya wanadamu, maelekezo ya wanadamu. Kwa hiyo kikubwa somo hili linakuja kutusisitiza tunapoweka plani ya kuweza kufanikisha katika hatua fulani, either ni hatua katika kanisa, katika nini, lakini lazima tuweke room ya kuweza kukua katika maarifa. Weka plani ya kusoma maandiko, soma tafakari, toa room ya kutafakari. Maandiko yanaweza kawa ni kama gazeti, kama ukisoma tu kama bila kutafakari. Soma, tafakari, mwambie Roho Mtakatifu, najua wewe ndio unaweza kutafsiri mambo ya rohoni. Hebu naomba niwezeshe kuelewa kitu hiki. Lakini pia unaposoma lazima ujue alivyo Mungu. Unajua sasa Mungu ni hivi, Mungu ni hivi, Mungu ni hivi, Mungu ana tabia hizi, Mungu ni. Kwa kila unaposoma lazima ukae kwenye Mungu ni nani, ili usitoke nje ya Mungu ni nani. Kama ni Mungu amekizungumza, lazima ukiona unatoka nje ya Mungu ni nani, ukiona Mungu amesema si mwepesi wa hasira, afu ukaona kama mbona Mungu ana hasira hivi kwa haraka, ujue umeona vibaya. Kwa Mungu mbona amewakatilia mbali, Mungu mbona Mungu ni Mungu ni wa upendo, alafu wewe unaona tofauti. Kisha unaona tofauti tu, ukae hapo uanze kutafakari kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana somo hili katika siku ya leo ambayo tumesikia, litusaidie tunaposikia mafundisho, tunaposoma maandiko, tunaposikia mahubiri, tunaposikia unabii, tunaposikia maono, tunapoota ndoto, lazima tuweze kuzitafsiri na namna alivyo Mungu. Lakini pia tuweze kuangalia, je, agano lake na sisi likoje, linasemaje? Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Sema asante Mfalme, kwa sababu unatuwazia mawazo yaliyo mema. Tumekuja katika siku ya leo Bwana, tukitambua kabisa katika wewe tunapokea vile ambavyo Mungu umetuahidia, si kwa mapenzi yetu bali kwa mapenzi yako, si kwa njia zetu bali kwa njia yako. Na njia yako ni hii, kwamba katika Yesu Kristo tunapokea haki yako, tunapokea haki ya kuwa watoto wako, ili kwa kuwa na ile status ya kiungu, ile status ya kuwa watoto wako, ili tuweze kurithi zile ambazo Mungu umeziahidi, vile vyote ambavyo Mungu umeviahidi. Tunakushukuru mwaminifu, kwa sababu sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu Mungu umeamua kujifunua na kujidhihirisha kwetu kupitia mwana, na kwa Roho Mtakatifu wako ambaye aliyeko ndani yetu anatufunulia yale mambo ambayo jicho alijapata kuona, masikio hayajapata kusikia, wala akili zetu hazijaweza kuyatafsiri. Nakushukuru Bwana kwa sababu maarifa ya rohoni, Roho Mtakatifu pekee ndio uweza kutufunulia na kutuonyesha. Ninaomba Bwana, katika kipindi na msimu huu Bwana, katika majira haya ambayo Mungu umetupeleka, kiwango chetu cha kuweza kuyaelewa maarifa ya rohoni na siri za ufalme wako Bwana kikapate kukua, ili Mungu tukapate kuongezeka katika namna ambavyo Bwana tunahudumu katika kanisa lako Mfalme. Ninakushukuru Bwana kwa sababu mipango na kuongezeka kumeweka madai katika maarifa. Tena ukasema katika neno lako kwamba watu wanaangamizwa kukosa maarifa. Tena ukasema kwamba kwa kuwa umeyakataa maarifa, na mimi nimekukataa usiwe kuhani. Mungu, tunatambua kabisa kwamba ili tuweze kuhudumu, tunatakiwa tuweze kukua katika maarifa. Kadiri ambavyo tunakuwa katika maarifa, ndivyo ambavyo Mungu unaturuhusu kuweza kugusa maisha ya wengi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, tutakufahamu wewe na watu watakufahamu wewe Bwana
ambaye tunakufahamu sisi. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako hili. Asante Mungu kwa ajili ya kila ambaye anasikia katika siku ya leo. Naomba Bwana, naomba Mungu atakaposikia neno hili akatoke na ujumbe huu kwamba tunahitaji kufahamu wewe, tunahitaji kujua agano lako, tunahitaji kukujua wewe Bwana. Ndipo ambapo tunaweza kutranslate, kuyatafsiri maarifa yako Bwana. Tukufu na heshima na kurudishia wewe. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.